Kumbuka tulivyokutana mwanzo, tulipendana kama kumbi. Kanambia, sweetie, I love you. You are the only fish in my pond. Ukahidi mbele ya marafiki, tutapendana siku za maisha yetu. Mbona leo pendo umebadilika? Mbona pondogo ndogo shingo waigeuza? Kama Kristo anavyolipenda kanisa, ndivyo mume mke wako, nawe mke mtii mume wako, jamii yenu itabarikiwa na Mungu. kama Kristo Anavyolipenda kanisa, ndivyo mume mke wako, nawe mke mtii mume wako, jamii yenu itabarikiwa na Mungu. Mbele ya kukupa responsibility yako, atakuweka chini ya mwingine ili kusudi akupime ya kwamba utakuwa mwaminifu. Na ukisema kwamba kwanza sio vya kwangu, ujue unapoteza nafasi Mungu amekuwa amekuandalia. Maana ni neno la Mungu anasema ya kwamba nani atawapa mali yenu wenyewe kama mlikuwa waaminifu kwa mali ya mtu mwingine. Na mara nyingi sana sisi tunapoteza na nafasi kwa ajili ya kujipa nafasi ya kusema unajua si tuko Afrika, unajua tabia yetu inatupelekea Mungu anaziwia kutupa nafasi ya maisha ambayo yawezekana yene Mungu angependa kukutendea ama angependa kunifanyia mimi. Katika jina la Yesu tumepata kibali mchana wa leo kwa masaa kama haya kwa ajili ya tendo inayobaki historia kwa kanisa na familia kutoka Kansas na ya hapa. Bwana Yesu, tunaomba Roho wako Mtakatifu atawale hapa kwa programu zako. Tunaomba utaratibu pia. Tunamweka mtumishi wako atakayefanya huduma hii katika jina la Yesu. Mpake mafuta toka mwanzo hadi mwisho. Yote ibada tunaweka mikononi mwako, ni katika jina la Yesu. Amen. Na kama vile tumetuma kwenye mazabau ya Come to Jesus yene tuko tunatumia siku hizi, tuliwatumia ujumbe ya kwamba wenda utaona utafauti. Maana kwenye kanisa hii sio ndoa ya kwanza, na wewe sio ya mara kwanza unahudhuria fasi ambako kunaenda lakini inalingana na hali ambayo tuko ndani. Kazi kubwa ni ile kuwaweka hao watoto mikononi mwa Bwana. Amen. Amen. Kazi kubwa ndiyo hiyo. Na basi nitamkaribisha mwimbishaji wetu atusaidie wimbo mmoja wa wokovu au wimbo wote ule kwa ajili ya kuandaa mkutano. Karibu sana. Nilipofika Golgotha nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya imani.
ametenda mema, 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 ni ndoto. Yawezekana kwa mawazo ni ndoto. Tulikuwa tukimwambia Aembe panga viti, tukimwambia Mawazo chukua mfiajio, lakini leo ni siku yao. Kuna zaidi ya miezi mitatu hatuna ibada kanisani ya Jumapili. Lakini angalia, kwa sababu ya heshima ya Mungu, wao wamepata nafasi tukusanyike leo. Amen. Muda huyu tunataka vijana wetu kabla hawajakaa, tasimamisha mtu ambaye atamkabidhi binti Mawazo kwa mkono wa Aembe. Ni nani ambaye amekuja na binti huyu kwa kuweza kumkabidhi kwa kijana Aembe? Maana Aembe alilipa matike mingi ya traffic, yuko anaenda anahangaika ma states. Kwa hiyo tunakwenda kukaribisha ambaye amekuja na msindikiza binti kwa kumkabidhi kwa mikono ya Aembe.
na atatuambia yeye ni nani. Karibu sana. Mimi ni mchungaji Emmanuel, lakini nasimama hapa kwa niaba ya familia ya Msango wa Aunga kwa kukabidhi msichana wetu Mawazo Mlondani kwa kijana wetu Aembe, anatoka kwa familia ya Nyamachabo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, 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 amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tutaomba wahusika watusaidie viti kwanza, vijana wakae tuweze kusikia mengine. Ni kawaida, lakini kuliishi ndiko kuna mtihani. Na Mungu hafurahishwi na mwanadamu kwa sababu amejua neno la Mungu, lakini Mungu hubarikiwa na mtu anayeishi neno la Mungu. Kitabu kile cha Mwanzo, watu wote, kwa sababu leo ni siku ya harusi, hakuna aliyeleta Biblia. Tusomee Mwanzo sura ya 2. Mwanzo wa kila jambo. Mwanzo wa kila jambo. Kitabu cha Mwanzo. Mstari wake wa 18 hadi 25 katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu ulioutwa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alisema ya kwamba sio vema huyu mtu akae peke yake. Na Mungu akasema ya kwamba nitamfanyia wa kufanana naye. Na maandiko yanasema Mungu aliweka viumbe mbalimbali na Mungu hakuweza kuvipanga majina. Akamwambia Adamu, akampa mamlaka ya kuvipanga majina. Alichokiita mbuzi, alichokiita ng'ombe, alichokiita hivi, maandiko yanasema ndivyo kilivyoitwa. Na baadaye aseme Mungu akamulaza Adamu usingizi. Alipomulaza usingizi Adamu, Mungu akachukua ubavu. Alipochukua ubavu, akaweza kumtengeneza ndani mwanamke. Maandiko yanasema baadaye Adamu akatoka ndani ya usingizi. Alivyotoka ndani ya usingizi, maneno ya jinsi Mungu alivyomwona, maana Mungu alisema hivi, nitamfanyia wa kufanana naye. Na Adamu alipotoka katika usingizi, hakumtafuta Eva kwamba ametoka kwenye mti. Alijua, anasema hivi, hii ni nyama katika nyama yangu. Maana yake katika Hawa, Adamu akajiona jinsi alivyo. Na Adamu alivyomuona Hawa, akamuona kwamba wanafanana. Na Mungu alisema atakuwa msaidizi. Jambo lingine, Adamu akasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu, kwa sababu ametoka ndani yake. Haleluya. Amen. Na Aembe, Colorado kumejaa wasichana wengi, lakini alivuka mastate mpaka aende kukutana na mtu ambaye Mungu amemwandalia katika maisha yake. Na ndicho kitu kimetukusanya siku ya leo. Lakini hili neno linalosema watakuwa mwili umoja, hapa ndipo kunakuwa shida.
aliyeokoka lazima umoja aseme heri gisi nimepata mwenzangu pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mawazo aende asijute. Umoja akianguka mwingine atamuinua. Na anasema hivi, ikiwa kwamba mtu akiwa peke yake anaweza akashindwa, lakini wakiwa wawili aliyemshinda hawezi kumshinda kwa sababu wako wawili. Kuko lugha wa Kristo wanaiga za kipagani pasipo kuchunguza. Unakuta watu, bibi ni adui wa mume wake, mume ni adui wa bibi yake. Unavyotazama na kuangalia kabla ya kufanya decision, unakubali kumpokea mawazo mlondani kuwa mke wako wa maisha. Kifo tu ndicho kitaweza kuwatenganisha. Kama ndio, sema ndio. Ndio. Na mawazo mlondani, unakubali leo kumpokea ndugu wa Aembe Nyamachabo kuwa mume wako wa maisha. Kifo tu ndicho kitakachowatenganisha. Kama ndio, sema ndio, ninakubali. Ndio, nimekubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo kuna pointi moja ambayo Aembe amesema, maana yake ndio nimekubali nikikuta ni mawazo mwenyewe. Amen. Kwa hiyo tunakwenda kumruhusu, kwa sababu amekubali, aweze kumfunua, ahakikishe kwamba haiko Lea nafasi ya Raheli. Kwa hiyo karibu ndugu. Pole usimwani. Kwa hiyo ndugu Aembe, huyu ndiye ama tumepita fraude, maana kwenye feki inapatikana, lazima kuna kuwaka original. Je, ni mawazo original ama ni feki? Wamekubadilisha. Ni special. Amen, 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 amen. Onyesha watu leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakwenda kuomba ndugu Aembe polepole. Uchukue mkono wa kushoto wa mawazo mlondani na shika kwanza mkono wake wa kushoto. Nataka niulize kanisa, ni kuna mtu yoyote, yawezekana huko hapa familia ya mawazo walikukulia hela kwamba watakupa mawazo, sasa leo unashituka anaenda kwa mtu mwingine. Nani anaweza kuwa na kipingamizi cha kuziwia Aembe na mawazo wasiunganishwe? Na wewe unaweza kuwa uko biti hapa ukasema Aembe aliniachisha shule na yawezekana amenitwika hata mimba kabla hajamuvika. Nani anaweza kuwa na
kipingamizi chochote. Na kama hakuna, baada ya tendo hili tunataka tangia sasa na hata milele kusiwe malalamiko wala majungu. Kwa hiyo tunaenda utachukua kidole chake, alafu utafuata maneno haya. Ninakuchukua wewe mawazo mlondani, ninakuchukua wewe mawazo mlondani, kuwa mke wangu wa maisha, kuwa mke wangu wa maisha. Nitakuheshimu, nitakuheshimu, nitakutunza, nitakutunza katika raha na shida, katika raha na shida. Nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe. Kifo tu, kifo tu ndicho kitakachotutenganisha, ndicho kitakachotutenganisha. Karibu sana, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamuomba dada Mawazo ainue mkono, aonyeshe juu, onyesha mkono ule. Tutachukua mkono wa kushoto wa Aembe. Kwa hiyo nitaomba mkabidhi na yeye. Onyesha kanisa nini umeleta kwa ajili ya Aembe. Kufunga kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Utasema mimi Mawazo mlondani, mimi Mawazo mlondani, ninakuvika ipete. Ni ishara ya kwamba na kuchukua wewe Aembe, kuwa mume wangu wa maisha, nitakuheshimu, nitakutunza katika shida na raha, Kifo tu ndicho kitatutenganisha. Karibu sana na uweze kumvika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaomba ndugu Aembe aonyeshe. Nitaomba waweze kupiga magoti tuwaombee. Ton cœur de père restaure et nous protège. Dieu, tu es le Dieu d'amour. Nous te chanterons jusqu'à ton retour. Nous, les enfants de l'Alliance, nous célébrerons. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Basi
Nataka Papa Emmanuel anisomee tena katika kitabu kimoja tu, Waebrania 13 mstari wa 4. Tunasoma Waebrania 13 mstari wa 4 katika jina la Yesu Kristo. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Amen. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Maana yake wakisema wote, na wapastere na wazazi, ndoa iheshimiwe na watu wote. Na sisi leo kwa mamlaka tuliyopewa ndani ya kanisa katika Kristo Yesu, na kwa serikali ya Marekani na mbele ya watakatifu, tunataka kutangaza leo, tangia leo, Aembe na Mawazo sio wachumba tena. Tunawatangaza rasmi kanisani kwamba ni ndoa inayotambulika mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Tunawatangaza ya kwamba Aembe na Mawazo ni mke na mume. Na ukiwaona, ndoa na iheshimike na watu wote. Na tutaomba kile cheti ambacho watasaini hapa na kwenye kitabu. Nitaomba pasta awaelekeze wasaini mkataba ambao mnaufanya mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kuna mashahidi, wale mashahidi waje wakusaini kwenye kile kitabu. Na tumaini alitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Amen. Amen. Yenye kijana wetu Aembe ametutoa kwenye aibu na kuheshimisha familia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo inabakia siku takatifu mbele ya uso wa Mungu. Tunashukuru Mungu pia kwa kupata binti mzuri anayependeza, ataheshimisha familia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo familia yetu imesonga mbele. Aembe alikuwa peke yake, lakini sasa hivi anapata nani? Msaidizi. Bwana asifiwe. Mimi mzee nina mtu mwenye siku ya kwanza ataniandalia chai mezani. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa niaba ya familia nataka nishukuru kanisa nzima. Amen. Kwa hiyo familia tunafurahi sana, kama vile maandiko inasema, sio bure uko hapa, ni sababu umekuja kwa ajili ya pendo la Yesu Kristo. Amen. Pengine ungalisema yule mtu anatoka katika nchi nyingine, si wa kabila langu, sio hivi, simfahamu, lakini bila wewe kuwa hapa, tendo hili lisingalikuwa na kishindo. Kwa hiyo tunashukuru, wengi wamejitoa kwa michango, wengi nimepata taarifa ya habari, wengine wamesafiri huko Kansas City, hawakulala usingizi, wachungaji mbioni, na katika mazingira ya corona watu walikuwa najiuliza, kwa kweli itawezekana, lakini kwa ajili ya Yesu Kristo tumenyakua ushindi. Bwana asifiwe sana. Amen. Familia Mzee Ramazani tunawapenda na tunanyenyekea chini yenu, sababu mmetunga mkono, na leo hii tumebarikiwa. Kijana wetu na binti wetu wamekaribia nyumbani, na Mungu awabariki. Amen. Tunawashukuru kama kanisa
kanisa linapokea mtu mwenyewe anatoka nyumbani, kanisa linaanzia nyumbani. Kwa hiyo aembe angejiogotea na yeye kama vile kawaida, lakini tunashukuru Mungu kwa malezi. Na ninapenda niwaambie kanisa la Come to Jesus Ministry, mtuelewe na mtusikie. Hatukufanya projet, haiko ministere ya entreprise ya kufanikisha tumbo zetu. Tunataka siku moja watu wamuone Bwana na wakaribishwe mbinguni. Na Paulo anasema sitaki ni wahubiri wengine, mimi mwenyewe nikaja nikafanya nini? Ninapokuhubiri ujue na mimi niko na kesho na mimi nisikataliwe. Kwa hiyo tunataka tuimize watoto. Inawezekana sehemu kote umetoka, lakini nataka nikwambie, ndoa inayotambulika iko mambo matatu mbele za Mungu: wazazi, serikali, kanisa. Amen. Amen. Wazazi, serikali, kanisa. Kanisa la Come to Jesus hatukubali kurendeza. Kanisa la Come to Jesus hatufungi ndoa yenyewe, wameshajifungia ndoa ya kubebeshana mamimba. Ile ukitaka unikasirikie. Kwa hiyo kama Pastor Lupande, Pastor Emmanuel Papaya, watumishi njooni hapa, au watoto wapige picha, tunawakabidhi hiki. Aembe umemfika pete, ni jambo la kawaida kama uliuza dola 1,000 2,000, lakini maana ya kumuvika ile pete ndio kubwa kuliko ile pete. Kwa hiyo tunakwenda kuwakabidhi. Kwa hiyo makofi na vigeregere, simama upige makofi. Simama upige makofi. Makofi na vigeregere, simama upige makofi. Simama upige makofi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watumishi, mnaweza kuwapatia mikono ya hongera sana. Mubarikiwe, mumetutoa aibu, mumemtoa Bwana aibu. Jina la Bwana halitukani kwa ajili yenu. Mungu awatendee mema, awazidishie mengi sana. Karibu sana. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Papa Valerie, president wa kwaya. Moprezo, Mtoto wako kuya umube mkono wa Valeria, chacha waleta na kontakte ya Mungu. Haleluya. Kwa Yesu kuna raha. Amen. Tunakushukuru Bwana Yesu, tunakupigia asante kwa neema na upendo wako. Tunaona mkono wako siku ya leo, siku ya baraka, siku tofauti na siku zingine zote. Bwana Yesu, utukufu kurudie na heshima. Tunasema asante kwa programu yote ulianza pamoja nasi na ukaendelea pamoja nasi na tunafikia ukingoni. Tunakupigia asante Bwana Yesu. Bariki wote walioingia katika mahali hapa, acha kurudi kwetu, kila mmoja afike salama nyumbani. Ni katika jina la Yesu tunaomba na tunashukuru.
Amen. Tumeanza safari hadi mwisho wa dahari. Napenda usikie Samu Aembe, furaha moyo wako ni dada, mawazo, mfupa kati mifupa ni dada, mawazo. Tumeanza safari hadi mwisho wa dahari. kwa tabu yoyote Mtatumbuliana, kwa shida ngara, mtavumiliana, kwa magumu yoyote mtasaidiana. Ombeni Mungu kila itapo leo. kwa tabu yoyote Mtatumbuliana, kwa shida ngara, mtavumiliana, kwa magumu yoyote mtasaidiana. Ombeni Mungu kila itapo leo. Colorado ina maneno mengi dada, Mawazo, Colorado ina maneno mengi dada, mawazo, ukisema ushindane nao mikono utainua, ukisema ushindane nao karatasi utaitana. Kumbuka ulikotoka, tafakari makubaliano, wakibonyeza ubaya uwajibu kwa wema. Kansas ina maneno mengi kaka, Maembe, Missouri ina maneno mengi kaka, maembe, ukisema ushindane nao mikono utainua, ukisema ushindane nao karatasi utaitana. Kumbuka mlikotoka, tafakari makubaliano, wakibonyeza ubaya uwajibu kwa wema. Mpendane mawazo, Pendane, shikamane shairi, shikamane, wapatane mama, wapatane, washindana nao, kama amekosa maembe, msamehe, sawa iliyopita, mugange yajayo, ni mapenzi yake Mungu, mwishi pamoja. mpendane papa, Upendane, mshikamane yae, wapatane mama, wapatane, washindana nao, kama amekosa mawazo, msamehe, sawa yaliyopita, mugange yajayo, ni mapenzi yake Mungu, mwishi pamoja. hapo na wivu mshikamane papa, wapatane shairi,
Kwa hiyo baada tu ya kisu ya ishara namna hiyo, wote wawili kwa upendo, kwa pamoja kabisa, tutaenda kuomba wasaidizi wao wawasaidie kukata kipande cha kwanza cha keki. Mikono miwili. Embe anajiandaa mwanaume. Embe ameshajifunga, maana yake tataka mchezo. Embe huyo fungua. Mama vigelegele. Taruka. Matengenezo kabla ya zoezi. Embe twende sasa. Asante sana mama, vigelegele tena mara nyingine. Haya, kwa hiyo tunaendelea na zoezi la kuanza chakula moja kwa moja. Nibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Nani apinge alichosema Mungu? Nani alaani alichobariki Mungu? Hakuna awezaye kuzuia alichotenda Mungu. Na kama kuna pando lopandwa na movu, nang'oa pando la movu bila andiko kwa hila, nafuta andiko la hila. Kama kuna pando lopandwa na movu, nang'oa pando la movu bila andiko kwa hila, nafuta andiko la hila. Imeandikwa nitakuwa kichwa si mkia, wa kwanza si wa mwisho. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Totiela motema okosa biso te. Yo za te lokwa noko na biso wakanga telefone te. Natiela yo motema nazwa eloko, kopesanga na moya ya boto ebimela ngai, obongisela nga oyo mokili emebisa ye, ozongisela nga ya moto ya nabungisa ye. Oyenolanga losambo nasala na bosana, kosama kukubiya na pesi